Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena mtu wa Mungu katika jina la Yesu. Jina langu naitwa Selina Mshahara. Ninakukaribisha kwa muda huu mfupi tukajifunze ujumbe unaosema kumjua Mungu. Amen. Tunapozungumzia kwa habari ya kumjua Mungu, wengi wamesikia kwa habari ya Mungu na inawezekana wanaamini kwa sababu tu wanasikia kwamba kuna Mungu. Lakini sivyo ambavyo ipo, ama sivyo ambavyo inatakiwa kuwa. Tunapozungumzia habari ya kumjua Mungu, tukisoma katika kitabu cha Yohana 17:3 inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo neno la Mungu kwenye kitabu hiki cha Yohana kinatufafanulia maana halisi ya kumjua Mungu, kwamba tunatakiwa tumjue Mungu. Na maana halisi sasa ya kumjua Mungu sio tu kuamini kwamba Mungu yupo, bali ni kile kitendo cha kuwa na uhusiano naye wa kweli. Na ukishakuwa na uhusiano naye wa kweli, ndipo utakapojua tabia zake, ndipo utakapojua kazi zake, ndipo utakapojua na mapenzi yake kwenye maisha yako. Na huko ndiko kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna tofauti kati ya kujua habari za Mungu na kumjua Mungu. Habari za Mungu unaweza ukazijua kupitia watu, namna ambavyo wanamuelezea. Lakini tunapozungumzia habari ya kumjua Mungu ni wewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia yako mambo yasiyopungua 3 au 4 ambayo leo tutakwenda kujifunza kwayo, kwamba tunawezaje sasa kumjua huyo Mungu. Tusiishie tu kusema yupo Mungu, lakini tutawezaje kumjua huyo Mungu. Yapo mambo 5 ambayo tutakwenda kujifunza kwayo, ambayo kupitia hayo yatatusaidia sisi kumjua Mungu. Na jambo la kwanza ni kutaka. Mpaka utake kumjua Mungu. Huwezi kumjua Mungu mpaka utake kumjua Mungu. Na safari ya kumjua Mungu inaanza na kiu ya ndani ya kumtafuta. Maana yake ni kwamba mpaka wewe mwenyewe ndani yako uwe na kiu ya kutaka kumjua Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 13 unasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Kwa hiyo huu mchakato wa kwanza wa kutaka ni mchakato ambao unategemeana na wewe mwenyewe ndani yako. Je, una kiu ya kutaka kumjua Mungu? Kwa sababu kama una kiu ya kutaka kumjua Mungu utamjua. Kama ambavyo mwongozo wa neno unatuambia kwamba mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Kwa hiyo ni kitendo cha wewe binafsi kuamua au kudhamiria kutaka kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usitamani tu baraka za Mungu, tamani kumjua Mungu mwenyewe, ambaye huyo Mungu ndiye mwenye baraka. Wengi wamekuwa wakitamani kutaka baraka za Mungu, lakini hawamjui huyo Mungu mtoa baraka. Kwa hiyo yote kwa yote, jambo ambalo litatusaidia la kwanza katika kumjua Mungu ni kutaka. Lakini pia jambo la pili ni kukubali kumfuata. Na katika kipengele hiki cha pili cha kukubali kumfuata ili umjue ni mchakato. Kumjua Mungu ni mchakato wa kila siku. Hauwezi ukataka, kama ambavyo tumejifunza kipengele kilichopita kwamba kutaka kumjua, huwezi ukataka kwa hiyo siku ya kwanza na ukamjua kwa siku hiyo. Ni mchakato, yani ni kitendo cha kila siku ambacho kitakuwa kinaendelea kwenye maisha yako. Kadiri unavyotembea naye ndivyo unavyozidi kumtambua. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 24 inasema, mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Hili andiko linaendelea kutudhihirishia namna ya kumfuata kwa hiyo njia ya mchakato, kwamba ni kitendo cha kila siku. Na ukitaka kumfuata ujikane. Kujikana tafsiri yake ni kwamba lazima kuna vitu utaviacha viende, lazima kuna maisha utaamua kuyaacha ili wewe uanze kumfuata Mungu, na hapo ndipo utakapomjua. Lakini pia kumfuata Mungu kuna kuhitaji wewe kukubali kuongozwa na njia zake.
kukubali kuongozwa na njia zake. Ziko njia ambazo wewe unapaswa kuzifuata ili uweze kumjua Mungu. Kwa hiyo ni lazima kwanza ukubali kuongozwa na njia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu ni kusoma neno la Mungu. Ni kusoma neno la Mungu. Tafsiri yake ni kwamba wewe binafsi sasa unapaswa kuwa na mfumo wewe mwenyewe wa kulisoma neno la Mungu kila wakati. Yaani isiwe ni mtu wa kulisoma neno unapokuwa katika nyumba ya ibada, unapokuwa hekaluni. Unatakiwa wewe mwenyewe ujiwekee utaratibu binafsi wa kulisoma neno la Mungu. Neno la Mungu linatufunulia tabia za Mungu, lakini pia linatufunulia mapenzi ya Mungu. Nini Mungu anataka situfanye? Ni maisha gani Mungu anataka situyaishi? Lakini pia neno hilo hilo la Mungu linatufunulia kanuni na njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usisome Biblia kwa ajili ya kumaliza sura. Ila jiulize, Mungu anakufunulia nini kuhusu yeye? Anataka ubadilike katika eneo gani? Kwa unaposoma Biblia ili uweze kumjua Mungu, ni lazima kwanza ujiulize kwamba ni kitu gani Mungu anakufunulia kuhusu yeye. Lakini pia huyo Mungu anataka ubadilike kwenye eneo lipi? Kwa sababu kitendo cha kutaka kujua Mungu ni kitu gani anakufunulia, Mungu anataka ubadilike katika upande upi, katika eneo lipi, katika hayo ndipo utaanza kumjua Mungu nini anataka kwenye maisha yako. Ndipo utaanza kumjua Mungu anataka uishije. Ndipo utaanza kumjua Mungu mapenzi yake ni yapi kwenye maisha yako. Haleluya. Lakini jambo la 4 ni maombi. Maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa maombi, unafanya mawasiliano na Mungu. Na yale mawasiliano yako na Mungu ndio yatakayo kufanya uhusiano wako na Mungu uwe imara. Na ukishakuwa na mahusiano na Mungu ya karibu, ndipo utamjua Mungu. Hapa naweza nikatoa mfano mdogo kwenye hiki kipengele cha maombi, ambao maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu, na hayo mawasiliano yanajenga mahusiano. Tukiangalia hata katika upande wa mahusiano ya mume na mke, kabla ya kuwa mume na mke walianza kuwasiliana. Na walipoanza kuwasiliana, yale mawasiliano yakatengeneza mahusiano ya karibu. Na yale mahusiano ya karibu ndio yaliyotengeneza mpaka maisha ya ndoa ya pamoja na wakawa na familia. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa maombi, unapokuwa mtu wa kuwasiliana na Mungu mara kwa mara, hiyo inakutengenezea we mahusiano yako ya karibu na Mungu. Na ukishakuwa na mahusiano ya karibu na Mungu, ndipo utakapomjua Mungu. Kama ambavyo leo hii tunaishi na waume, tunaishi na wake, na tumejikuta tunawajua kwa sababu tayari tupo nao karibu, tukajua tabia zao, tukajua maisha yao, tukajua nini wanapenda, nini hawapendi. Hivyo hivyo hata kwa Mungu, ukitaka kuwa na ukitaka kumjua, ni lazima uwe karibu naye kwa mawasiliano, ambao hawa mawasiliano yatatengeneza mahusiano ya karibu. Na ukishatengeneza mahusiano ya karibu na Mungu, hapo ndipo utamjua Mungu. Maombi ni mahali pa kujenga uhusiano na Mungu. Si kupeleka tu mahitaji pekee, bali pia kuzungumza naye, kumsikiliza, kumwabudu na kutafuta mapenzi yake. Maombi ni mahali pa kujenga uhusiano na Mungu. Maombi ni mahali pa kujenga uhusiano na Mungu. Maombi si mahali tu pa kupeleka mahitaji yetu, bali ni mahali pa sisi kupata nafasi ya kuzungumza na Mungu. Na si tu kuzungumza, lakini katika kuzungumza pia tunamsikiliza Mungu. Nini anasema na sisi? Ni kipi anatuelekeza? Lakini pia maombi ni kumwabudu na kutafuta mapenzi yake. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3 nasema, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo kumbe tunapomuita Mungu, kumbe tunapokuwa watu wa maombi, Mungu anatufunulia yale ambayo hatuyajui. Na anapotufunulia yale ambayo hatuyajui, hapo ndipo tunamjua Mungu, kwamba kumbe Mungu ni wa namna hii, kumbe Mungu anafanyaga vitu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la 5 ni kujitoa kwa Mungu. Tunapozungumzia habari ya kujitoa kwa Mungu, unaweza kujitoa kwa huduma, unaweza kujitoa kwa kufanya kazi ya Mungu kwa namna ile ambayo ndani yako Mungu ameweka kitu kwa ajili ya kufanya, kwa ajili ya utumishi wake. Lakini pia kumjua Mungu kwa kina kunahitaji kujitoa kwake. Usipojitoa kwa Mungu, hutaweza kumjua Mungu.
Ukisoma katika Warumi 12:1 inasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo kumbe kujitoa kwa Bwana, kujitoa kwa ajili ya kufanya kazi, kujitoa kwa ajili ya kufanya huduma mbalimbali, kujitoa kwa ajili ya kusaidia wengine, kujitoa kwa ajili ya mafungo, hayo yote yanatusaidia sisi kutuweka karibu na Mungu, na tunapokuwa karibu na Mungu ndipo tunapomjua. Mruhusu Mungu atawale maamuzi yako, mruhusu Mungu atawale muda wako, mruhusu Mungu atawale vipawa vyako na mahusiano yako na kusudi lake ndani ya maisha yako. Basi nakwenda kuhitimisha kwa kusema kumjua Mungu ni safari. Kumjua Mungu ni safari ambayo safari na hivyo vipengele 5: kutaka kumjua, kumfuata, kusoma neno lake, kuwa na maombi, kujitoa. Usiridhike kusema namjua tu Mungu. Kiu yetu isiwe tu kupata vitu kutoka kwa Mungu, bali kiu yetu na iwe ni kumjua yeye mwenyewe. Basi kwa ujumbe huu mfupi, ni kushauri tu rafiki yangu mpendwa ambaye ulipata nafasi ya kusikiliza kile ambacho umesikia kutoka kwangu, ambacho Mungu amenipa. Najua unasikiliza maneno mengi, najua unasikiliza watu wengi katika yale ambao wanayaongea, lakini ni kushauri tu mpendwa, neno hili ambalo leo umekwenda kulisikia, usiishie tu kulisikia, lakini muombe Mungu akusaidie uliishi, ili likusaidie kwenye maisha yako. Na Mungu awabariki sana, na wapenda wote. Bye.